pale nyuma. Mugumu people! Nimefurahi sana. Nina mambo muhimu ya kusema hapa Mugumu. Jambo la kwanza, nianze na jambo lililotokea leo. Tumefanya uchaguzi wa ndani ya chama chetu tarehe 21 mwezi wa kwanza. Mimi na Lissu tumechaguliwa kuongoza chama hiki. Lissu akachaguliwa kuwa mwenyekiti na mimi nikachaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Tumefanya uteuzi wa viongozi ambao tunaamini watafanya kazi na sisi ya kubadilisha maisha ya Watanzania na kuondoka kwenye mchezo kufanya siasa za kuchukua nchi hii na kubadilisha maisha yenu. Tumeteua wakurugenzi, tumeteua wajumbe wa kamati kuu na tumeteua makatibu wakuu na katibu mkuu. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa chama chetu, mtu anayetakiwa kuteua katibu mkuu na kuidhinishwa na kuwa katibu mkuu ni mwenyekiti wa chama, na vikao vya chama chetu ndivyo vinavyopaswa kuidhinisha mtu huyu. Kama kuna makosa yamefanyika au kuna mtu yoyote ana malalamiko hayo, katiba yetu inasema yanakwenda kwenye kikao cha ngazi ya juu zaidi, ndipo anapokata rufaa. Kama baraza kuu limekosewa, unalalamika kwenye mkutano mkuu. Sasa nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia na wote anaowatumia kujaribu kuhujumu chama chetu. Njama ya kwanza ni hii waliofanya. Ya pili, wamemkamata mwenyekiti wetu, wamempa kesi ya uhaini, wakitegemea kwamba tutakaa nyumbani tulie. Walipomweka ndani, tulipokutana kwenye kikao, nikawaambia watu hakuna kukaa ndani na kulia, tunaendelea kuwachakaza kama vile mwenyekiti angekuwa barabarani. Kwa hiyo Lissu yuko gerezani, mimi niko barabarani, Mnyika yuko barabarani. Tumewagonga vibaya sana na tutawagonga vibaya sana. Tulikuwa mkoa wa Geita, tumeenda Shinyanga, tumeenda Kagera, na jana tulikuwa Mwanza, na nyie mmeona watu wengi kama mchanga. Wamechukua baadhi ya watu tuliokuwa nao, wamewapa fedha kwamba wajifanye wanajitoa kwenye Chadema. Sasa hiyo Chadema unayojitoa, wananchi ndio hawa hapa. Wango kweli? Hiyo nayo imeshindikana. Sawa sawa. Sasa ya mwisho ndio hii kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Tunaelewana vizuri? Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko, akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi Chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyofanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama ana uwezo huo. Sawa sawa Serengeti? Ndiye mnasemaje? Ndiye mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono kwa. Sasa wewe Jaji Mtungi, kama una nguvu, ifute Chadema. Sawa sawa? Usitake kutupiga mkwara sisi. Tutoko hapa kuni hai. Tunaelewana vizuri? Tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Maneno yanatutisha. Alikuwepo Magufuli.